tulia. Hauwezi kutoka katika hiyo keji nimekufungia, hautaweza kutoka. Wewe ndoto yako ye itakuwa ni bye bye ya maisha hapa duniani. Wewe utapotea taratibu. Mbona kama nahisi kuna uhai wa kiumbe mbaya? Unadhani utanitisha na hiyo sura yako mbaya kama mavi? Mimi ndo mzee wa kifinyo, mzee wa kuwapapasa, mzee wa kuwapelekea moto. Ndiyo mimi. Duniani huko kote wananijua kwamba mimi ni nani. Nahitaji nikaombe kule kwa mkuu wetu. Mkuu hahitaji mtu mzembe kama wewe. Wewe ni mzembe. Umechemka. Umeenda kuomba msaada. Bufuru, nahitaji kuongea na wewe. Kwa hiyo tafadhali njoo mara moja. Bufuru, nahitaji msaada wako. Unahitaji msaada gani? Unahitaji msaada gani? Nahitaji unionyeshe njia ya kwenda kule kwa mkuu, makao makuu, kwa sababu kuna mambo nahitaji nikafuatilie. Wewe mkuu wako hapa duniani ni mimi. Unahitaji kwenda kwa mkuu gani mwingine? Unachekesha sana wewe. Mambo gani unataka ukamuulize mkuu? Sikiliza, acha uzembe. Kwa mkuu watu hawaendi ovyo ovyo. Nina mambo yangu binafsi. Nahitaji nikaombe kule kwa mkuu wetu. Acha uzembe. Kwa mkuu watu hawaendi ovyo ovyo. Mkuu hahitaji mtu mzembe kama wewe. Wewe ni mzembe. Kwa mkuu watu hawaendi ovyo ovyo. Na ukienda kule ukionyesha uoga, ukionyesha kutojiamini, atakupoteza kabisa. Watu wengi wamekwenda kule kwa mkuu na hawajarudi kabisa huku duniani. Wameishia kule kule. Mkuu hataki mtu mwoga, mtu mzembe kama wewe. Hauwezi kwenda kwa mkuu. Kwa mkuu watu hawaendi kizembe. Bufuru, mimi sitaonesha uzembe wala sitaonesha unyonge kwake, kwa sababu najua nikionyesha atanipoteza. Kwa hiyo nahitaji nguvu, nahitaji uwezo, unipe hiyo njia nipate kuenda huko kwa mkuu. Hilo haliwezekani. Usiniite tena kwa upumbavu kama huu. Haliwezekani. Sasa mbona unaondoka bila ya kunipa jibu? Bufuru. Bufuru ni wa ajabu sana.
yako sana. Unadhani utanitisha na hiyo sura yako mbaya kama mavi? Mimi ndo mzee wa kifinyo, mzee wa kuwapapasa, mzee wa kuwapelekea moto. Ndiyo mimi. Duniani huko kote wananijua kwamba mimi ni nani. Mtu akipita mbele yangu nampoteza. Unaweka sura yako ya mavi hapa kisha unataka kunitisha. Unadhani natishika na huo upuzi wako, sura mbaya? Naenda kwa mkuu kwa sasa hivi. Heshima yako mkuu wangu. Wewe bwana mdogo, umefuata nini huku katika ufalme wangu? Sikutarajia kama ninaweza kupata ujio wa binadamu yeyote huku kwa majira haya. Wewe binadamu umekuja kufanya nini huku? Mkuu, nimetoka huko duniani. Nimekuja mpaka hapa katika ukuu wako huu. Mkuu, nimekuja kuomba msaada. Nahitaji uniongezee uwezo. Uwezo wangu ni mdogo, ni hafifu. Siwezi kufanya mambo kwa uadilifu. Lakini huko duniani kuna wasaidizi wangu nimewaweka, ambao ni wakubwa wako huko duniani. Unatakiwa uwasikilize na uwatii na ujue nini ambacho wanakwambia. Wao wana uwezo wa kukupa wewe nguvu. Inaonyesha umefanya uzembe, na mimi uzembe kwangu ni mwiko. Ni kweli mkuu, umeweka wasaidizi kila pande za kule duniani. Lakini mkuu, wamenipa nguvu chache. Haziniwezeshi mimi kufanya mambo kwa wakati. Haziwezi kufanya chochote kile. Nafanya mambo lakini hayaendi. Kuna hicho kinaitwa kifaranga. Mkuu, kila nikijaribu kufanya kafara zangu ananirudisha nyuma. Kila nikijaribu kufanya kafara zangu yeye ndio amekuwa kikwazo. Kila nikijaribu kufanya mambo ananipelekea moto. Kwa hiyo mkuu, nimekuja hapa unipe uwezo, uniongezee nguvu, kwa kuwa najua kwako wewe hakishindikani chochote. Kwa hiyo mkuu, niongezee nguvu nikamteketeza yule kifaranga. Hauwezi pata kitu bure bure tu, lazima ukitolee jasho. Mimi naamini nguvu ulizonazo unaweza fanya lolote likifanikiwa. Ondoka mbele yangu, nenda ukafanye. Ondoka wewe kijana, sihitaji nikuone kwenye macho yangu. Nenda. Nimesema toka, ondoka. Lakini mkuu, unahitaji uwezo wako mkuu. Ondoka.
Umechemka, umeenda kuomba msaada ili uongezewe nguvu zako, lakini umetumuliwa kwa sababu ya huo uoga wako. Sema nini mwanangu? Mwanangu umeniokoa sana yani umenisave sana man yani. Mwanangu shukrani yani. Umenisave sana man. Sema nini? Unazingua afu ipo siku utakuja kupoteza maisha kizembe kishenzi yani. Si unajua siku ukiingia katika 18 za raia mwanangu atakusambaratisha. Kwa hiyo ulidhani mimi naogopa sasa? Wewe si unajua tena mwenyewe mimi kwenye mbio niko fresh nini kukimbia nini. Kwa mtu akijichanganya tu nini anachomolewa kitu afu fresh tu afu na full tu yani. Kwa nini unanionaje mimi kwa kukimbia? Nimeshakwambia acha kazi ya wizi. Utakuja kupotea mwanangu. Utakutana na raia watakubananisha kwenye 18 ipo siku. Mwanangu utamwagiwa mafuta utapigwa moto. Mimi nakwambia ukweli ujue. Haya mambo ya kupolapola ya kuiba mali za watu mwanangu yana mwisho wake. Utapotea mwanangu. Utapigwa moto. Tafuta kazi mwanangu. Mbona kazi zipo nyingi? Kabebi hata zege. Hansi. Mimi nina allergy ya kufanya makazi kama hayo. Mimi siwezi kutoka mavumbi yani nichafuke nini. Mimi siwezi vitu kama hivyo. Kama kubeba zege nini? Mimi siwezi kubeba vitu kama kufanya vitu kama hivyo yani. Tafanyaje kazi kama zile? Afu nini wale jamaa wenyewe hawezi kukimbia. Mimi mwenyewe kama sio wewe mimi ningewapita tu. Yaani ningewazidi. Wasingenikuta hata mara moja. Afu ile eneo lote mimi chocho zote nazijua. Kwa hiyo hamna mtu wa kunikamata hata mmoja. Nani atanikamata? Kwa sababu najua chocho zote za huu mji. Wewe jidanganye. Hizo mbio ipo siku miguu itakusaliti. Yaani ipo siku miguu itakusaliti mwanangu. Alafu utaona hiyo miguu kama ina kilo 100, utashindwa kukimbia, utabananishwa. Na mwanangu ukibananishwa tule dauni, usitegemee kama utainanyuka mwanangu. Yaani ukibananishwa, raia wakishakubananisha umeenda chini. Usitegemee kama utanyanyuka. Nakwambia mwanangu. Sema jamaa wanakimbia. Afu ile ilikuwa gia namba 2. Nitaka nitie gia namba 3, namba 4 na namba 5 ningewachia vumbi. Sema nini I say? Umenisaidia pakubwa sana jamaa wangu. Yaani nikushukuru pakubwa yani. Oya big up sana. Ngoja tuangalie salio. Umeona? Hii ndio kitu sasa. Sema nini? Hebu chukua hii kama vipi kapate maji. Mimi sina shida na hiyo pesa. Sawa? Yaani shida yangu kubwa ni wewe ubadilishe mfumo wa maisha yako. Mwanangu narudia tena kwa mara nyingine. Utanikumbuka hata ukiwa huko kuzimu. Acha wizi. Mwanangu raia wana hasira kali mbaya. Narudia, siku akikubananisha mwanangu. Utakumbuka maneno yangu lakini hayatasaidia. Wewe jamaa unazingua. Badilika. Je, badilika mwanangu. Wewe vipi mwanangu? Yaani mimi nakupa mzigo ukanywe maji unasema wewe mshamba wewe jamaa, mshamba wapi wewe jamaa wangu wewe? Wewe unazingua hapa kubwa tu wewe bwana.
Ni kweli mkuu, umeweka wasaidizi kila pande za kule duniani, lakini mkuu, wamenipa nguvu chache, haziniwezeshi mimi kufanya mambo kwa wakati, haziwezi kufanya chochote kile. Nafanya mambo lakini hayaendi. Kuna hicho kinaitwa kifaranga mkuu, kila nikijaribu kufanya kafara zangu ananirudisha nyuma. Kila nikijaribu kufanya kafara zangu yeye ndio amekuwa kikwazo. Kila nikijaribu kufanya mambo ananipelekea moto. Kwa hiyo mkuu, nimekuja hapa unipe uwezo, uniongezee nguvu, kwa kuwa najua kwako wewe hakishindikani chochote. Kwa hiyo mkuu, niongezee nguvu nikamteketeza yule kifaranga. Hauwezi pata kitu bure bure tu, lazima ukitolee jasho. Mimi naamini nguvu ulizonazo unaweza fanya lolote likifanikiwa. Ondoka mbele yangu, nenda ukafanye. Ondoka wewe kijana, sihitaji nikuone kwenye macho yangu. Nenda, nimesema toka, ondoka. Lakini mkuu, unahitaji uwezo wako mkuu. Ondoka. Yaani mimi mbele yao wananiona kama takataka tu. Na waomba nguvu waniongezee. Mara wana maneno mengi. Kweli kuniongezea nguvu tu, kunipa nguvu tu nikafanya mambo ambayo wanahitaji niyafanye. Kweli imekuwa ni vigumu. Sawa. Ila na huyu kifaranga huyu bado ananifuatilia. Bado anaingia katika njia zangu. Lakini hivi punde nitamuonesha kama mimi ni nani. Mimi siwezi kukubali kushindwa ovyo ovyo. Nitamuonesha kwamba mimi na yeye nani aliyetangulia kuliona jua hapa duniani. Nitamuonesha. Yaani uwezo huu tu ananiambia mimi nitaweza kufanya mambo ambayo ananiagiza. Ka uwezo haka tu hakawezi hata kuziunguza chupa. Huo usafiri mbona umekuja peke yake na hamna mtu ndani yake? Au itakuwa umekuja kwa ajili yangu? Mkuu ananihitaji akaniongezee nguvu. Amesikia kilio changu mkuu, nadhani ananihitaji. Wewe kijana ni mpumbavu sana. Nadhani wamefanya makosa sana kukuchagua mpumbavu mjinga kama wewe.
Chakito, najua nimefanya makosa kwenda kwa mkuu kumuomba nguvu. Naomba usiniadhibu tafadhali. Sitarudia tena huu upuuzi kwenda kwa mkuu kumuomba nguvu. Hapana, kosa lako sio kwenda kwa mkuu. Hilo sio kosa lako. Muda mchache uliopita umetoka kufanya nini? Nilikuwa nikipima nguvu zangu tu pale, na katika lile tukio hakuna binadamu yoyote aliyeshuhudia nikifanya vile kupima nguvu zangu pale. Kama hamna mtu aliyeona wakati unajishongondoa pale na kujishaua kujishembendua, hiki ni nini? Huyu ni nani? Chakito, naomba unisamehe. Sitarudia tena hili kosa, kwa sababu siku zote kosa sio kosa. Kosa ni kurudia kosa. Chakito, naomba usiniadhibu, kwa sababu najua ujio wako wewe ni wakuja kuwapa adhabu ambao wale waliokosea. Tafadhali usiniadhibu. Sitarudia tena. Hapana, usiniambie maneno yako ya kibinadamu hapa. Unaniletea maneno yako ya kijinga hapa. Unaniletea maneno ya kibinadamu hapa. Sasa adhabu yako ipo. Tena adhabu kali kabisa. Unachotakiwa kufanya kwanza, nenda kwa yule binadamu ukafute kumbukumbu zake. Asikumbuke chochote wala asijue chochote kilichotokea. Alafu adhabu yako ipo pale pale. Toka, nenda kafute kumbukumbu kwa yule binadamu. Ondoka, nenda kamfute kumbukumbu yule binadamu haraka, asijue chochote na asikumbuke chochote. Toka. Sio poa kabisa yani. Haya, kuna nini? Dawa. Yaani nilichokiona huko, Mungu na mtume mwenyewe ndo anajua. Umekutana na nini? Yaani sijui niseme nimemwona jini, sijui ni shetani, sijui ni mchawi mwanga, sijui ni mzimu, yaani sijui hata nizungumze nini. Wewe Ansi, unafahamu jini wewe? Mchawi mwenyewe humjui, unasema kusema. Haya, kisha kukuta ni kipi? Sasa kama simjui, yule ndo mara ya kwanza nimemuona. Yaani ni maajabu makubwa. Ni makubwa. Yaani hata hapa nimesimama lakini najiona kama naelea vile hewani. Natisha. Wakati nakuja huko nimepita hii njia hapa kwa kichochoroni hapa kwa Mama Mau. Ukimaliza kile kichochoro kuna yale mabanda anafuga yale manguruwe yake yale. Sasa wakati natokea pale nakuja mdogo nikakuta Halo. Salama vipi? Sawa, mzigo wako upo tayari. Nitakuletea kesho jioni kwa sababu sasa hivi muda ushaenda sana. Nichanganye oda zote mbili. Sawa, usijali. Sawa. Na kwenye swala la malipo na kuamini hujai kuniangusha kabisa. Sawa, basi usijali. Kesho mapema tu nitakuletea mzigo wako. Ondoa shaka bosi wangu. Sawa. Sawa, usijali. Haina shida. Nitafanya hivyo, najua wewe sio msumbufu kwenye kulipa. Mbona tutaelewana tu? Haya basi sawa. Yaani kuna wanawake wakorofi. Kuna wanawake wana nguvu, majasiri. Kuna wewe mwanamke alifunga kibwebwe. Unajua si nimepita pale sokoni nikakuta kuna ugomvi wa nyanya na vitunguu. Kuna huyo mwanamke amefunga kibwebwe. Anagombana na wale watu wanaoleta nyanya wale kwenye mafuzo sijui nini. Nyanya zimepanda ghafla na vitunguu. Sasa kuna huyo mwanamke ana nguvu. Anasema nyanya zimepanda, vitunguu vimepanda, haiwezekani kabisa hivi vitu. Yaani ameanzisha vagi la kutosha. Alafu huyo mama ana nguvu. We Hansi wewe. Wewe upo sawa wewe? Wewe umeniambia wakati unakuja huku umekutana na kitu cha ajabu njiani. Karibu na mabanda ya nguruwe kwa Mama Mau. Sasa hivi unaambia eti sokoni nyanya sijui zimepanda bei. Kitu cha ajabu gani? Mimi nakwambia nimetoka zangu sokoni. Nikakuta pale kina mama wameandamana, nyanya zimepanda ghafla. Vitunguu. Yaani hata sielewi yani hivi yani. Wewe utakuwa na matatizo wewe. Umeniambia njiani umeona kitu cha ajabu cha kukusababisha. Hapo ulipo kwenyewe unatetemeka. Sasa hivi unasema eti wapi? Jamani. Kwa hiyo mimi nimekufikisha hizi taarifa kwa kuwa wewe ni mwanamke
Nyinyi ndio mnayaathirika na nyanya zikipanda na vitunguu, na naona mimi mjinga. Unaniambia sijui mambo ya ajabu. Dawa unazingua. Ila ndio hivyo, nyanya zimepanda, wanawake wanalalamika kishenzi yani. Hans, Karibu kwenye kigoda cha adhabu. Mwaka huu ni wako, utapelekewa moto mpaka unye kwa sababu ya upuuzi wako, ewe mjinga mmoja. Na sheria za humu, hauruhusiwi kupiga kelele yoyote, hata kama unapelekewa moto kiasi gani. Tumikia siku zako 3 za adhabu. Endapo utapiga kelele, utasubutu kupiga kelele, basi adhabu yako itazidi mara 2 ya hiyo uliyopewa. Adhabu inaanza. Wewe kwanza, kabla hujakimbia jiulize, una mbio za kunizidi mimi? Sasa ole wako unyanyue hilo kapu lako kupiga mayowe na kusambaratisha ubongo.
Patrick, mbona upo huku? Mimi nipo tu hapa nimepumzika kidogo. Yaani unajua dada, yani nimechoka, yani mwili mzima yani unauma. Yaani nimechoka kwa kweli. Alafu mbona umechakaa hivyo? Unajua ndani ya siku hizi 3 nilipata kazi. Nilipata kazi yani ya kubeba zege, kupandisha zege kwenye gorofa wanajenga. Yeah. Kwa hiyo siku 3 hizo zote tumefanya hiyo kazi ya zege. Na ndio maana leo ndo nimerudi. Yani ndio maana yani nimechoka ndio maana nimekaa hapa. Ili sasa nipumzike kidogo kisha nielekee gate. Vipi na wewe? Naona upo haraka. Vipi, kuna tatizo gani? Kuna shida? Yaani hawezi kuamini Patrick. Muda huu unavyoongea na wewe hapa, ningetaka niwe mjini katika biashara zangu. Lakini mpaka sasa hivi nipo hapa. Yaani mwili wangu wote unatetemeka. Sasa kama ilikuwa uwepo mjini na hivi sasa uko hapa, yani kuna tatizo gani? Yani kwani kuna shida gani mpaka ukawepo hapa? Yaani wakati naelekea kwenye biashara zangu nikaona nipite pale kwa mama Mau nikachukua deni langu. Sasa wakati napita pale kwenye ule uchochoro, Hamadi nikakutana na kibaka. Akachukua vitu vyangu vyote, kachukua simu yangu, pochi yangu na pesa zote nilizokuwa nazo. Hapa nilipo sina hata shilingi 100. Pole sana dada yangu. Asante. Na umesha ripoti labda kwa polisi, kwa mjumbe labda? Hapana. Sijaripoti popote. Ilikuwa ufanye hivyo, lakini ngoja mimi huyo mtu nitamtafuta na nitatoa pia taarifa kwa mjumbe na kwa polisi pia atatafuta, atakamatwa. Vitu vyako vitarudi tu. Utamtafuta? Nitamtafuta. Kwa hiyo usijali kabisa dada yangu, vitu vyako vitarudi. Sawa. Kwa hiyo usihofu. Sawa, haya. Bila unajua katika hii dunia siku zote hakuna kitu cha bure bure. Yaani hawezi pata kitu tu bure bure. Lazima ukitolee jasho. Yaani namaanisha jasho lako haliwezi kupotea. Lazima tu litarudi. Kwa hiyo usiwe na hofu dada yangu. Vitu vyako utavipata. Jisikie amani kabisa, jisikie huru. Vitu vyako vitarudi. Mimi nitashughulika na hilo, nitamtafuta na pia nitatoa taarifa hapo nilipokuambia. Vitarudi vitu vyako. Kwa hiyo usiwe na wasi. Haya, basi ngoja mimi nielekee nyumbani nikajua taratibu mwingine wa kufanya. Sawa. Bila pole sana. Asante. Ndo maisha sasa. Sio kama yule mpulizi ananiambia ati nikabebe zege. Mimi naanza kuchafuka kazi kama hizi, rahisi kama hii. Tu unakwapua tu chapu, unachukua mzigo kama mzigo mzuri. Yule jamaa mshenzi kweli. Oh. Wow. Tambo hilo bwana eh. Naweza kuliuza 200,000. Pata mpunga wa kutosha bwana. Na kitu kingine huko. Na kitu. Ndio maisha. Nini tena? Nini tena hiyo?
Unajifanya mporaji mzuri eh? Sasa arudisha hiyo pochi haraka, la sivyo utakula makofi mpaka para lako liwake moto. Chukua hiyo pochi urudishe haraka, sije nikakufanya kitu mbaya. Dada. Tani samani. Dada. Dada. Naomba nisamehe. Nilipitiwa tu. Kila kitu kipo humu kwenye pochi yako. Naomba chukua pochi yako. Naomba nisamehe sana. Sitarudia tena dada. Pochi yako hii hapa. Kila kitu kipo humu. Naomba nisamehe sana dada yangu. Yeah. Mkuu, sasa muda wa kukurudisha umefika. Muda wa kukurudisha kukaa hapa umewadia. Nimetafuta mbegu zako za kukurudisha kuwa hai hapa, nimezipata. Kwa hiyo mkuu, muda wako umefika na kurudisha hapa, kwa sababu nina mahitaji na wewe sana. Kifaranga alikupoteza, lakini nimekurudisha na nimejipanga kwa viwango kingine sasa hivi. Na kuleta hapa mkuu, nisaidie, uniongezee nguvu pia. Nifanye vile ninavyovitaka, nikamilishe kile nilichokikosa au nilichokikosea hapo awali.
Hatimaye nimerudi tena. Na kuaminia sana kijana wangu, kwa sababu wewe ni mtiifu na mweledi. Hatimaye umenirudisha, umepambana vile ipasavyo mpaka kupata mbegu zangu za uhai. Sasa na kuahidi, awamu hii utafurahi, utatabasamu na kazi yako utaifanya pasi na vikwazo vyovyote, kwa sababu nitakuongezea nguvu yangu. Leo hii nitakupa nguvu ambayo itakupa wewe uwezo wa kufanya kitu pasi na kusitasita. Kijana wangu, nategemea nguvu zako mkuu. Mimi ndo kamata, mimi ndio Kiberenge. Niambie shida yako, nani nimkamate sasa hivi? Kwa sababu nina siku nyingi sana sijakamata watu, nahitaji nikamate ninywe na damu. Niambie shida yako, ewe kijana, najua umenileta hapa kwa kazi maalumu. Niambie shida yako. Nashukuru sana kwa utayari wako. Nashukuru sana 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 kwa utayari wako Kiberenge. Nimekuleta hapa kwa kazi maalumu, ama nimewaleta hapa kwa kazi maalumu pamoja na mkuu pale. Wewe hasa kazi yako kama jina lako kamata ama Kiberenge, nahitaji ukae hapa. Uwepo wenu, kuna kibinti kitakuja ambacho mimi nakiita kifaranga. Sasa atakapokuja huyo binti, naomba umkamate, umfungie hapa katika himaya hii na umfyonze damu taratibu mpaka pale atakaponyong'onyea na kufa kabisa na kupotea. Kwa hiyo ndio kazi yako Kiberenge, naomba ufanye hiyo kazi, nitashukuru sana. Ondoa shaka kabisa. Hicho kifaranga kitakapopita katika anga langu, basi na kuhakikishia nitakikamata na kukileta hapa, na nitakifyonza damu kama hivyo unavyoniambia. Nitakifyonza damu taratibu, usiwe na wasiwasi. Mimi umenileta hapa kwa kazi maalumu, na kazi yako nitaifanyikisha vile unavyohitaji kijana wangu. Nashukuru. Mkuu, sasa nahitaji mwongozo wako, kwa sababu nimetoka pale kumweka yule Kiberenge pale ili azuie, ili amkamate yoyote yule atakayejaribu kukusogelea katika anga hili. Nashukuru sana kijana wangu, hakika wewe una akili nyingi. Sasa kijana wangu, nyosha mkono wako nikupe zawadi. Nyosha mkono wako. Meza hiyo ndio nguvu niliyokuzawadia kijana wangu.
Mkuu, nashukuru sana kwa nguvu zako. Umeniongezea nguvu hii, na mimi mkuu nakuahidi nitaitumia kwa vile ipasavyo ili kukamilisha yale mambo yangu ambayo yalikuwa yanaletea ugumu sana, kwa sababu wewe mkuu, mimi nakuaminia sana. Wewe hauna mbambamba, wewe umenyooka kila kitu. Ndio maana na mimi nikahangaika kutafuta mbegu ya uhai wako ili nikurudishe hapa. Mkuu wangu, nashukuru sana kwa nguvu yako. Vipi ulifanikiwa kumtoa kafara yule kijana? Mkuu, ndiyo nilifanikiwa, lakini kuna kale kasichana kale kakifaranga kale mkuu, yaani kale kakifaranga kamekuja kakamrudisha yule kijana na kakampoteza kabisa. Kwa macho yangu siwezi kumuona, na kimtizama katika ramani zetu zile mkuu, simuoni kabisa yule kijana. Yaani mkuu, amepotea kabisa yule kijana. Huyu kifaranga mpuuzi huyu amekuharibia mipango yako yote kijana wangu. Huyu kifaranga kweli ni mpuuzi, maana na mimi alikuja kanichoma moto hapa nilipokuwepo, lakini kwa sasa hivi hilo halitatokea tena kwa sababu umejipanga na mimi nimejipanga pia hivyo hivyo. Sasa kifaranga amekwisha kabisa. Sasa hivi amekwisha. Hatakuwa na nguvu ya kukuzidi wewe. Sasa ili ukipata kile unachokihitaji, kile ambacho unakitaka kijana wangu, ni lazima utoe damu yako, yani ndugu yako wa familia yako. Sasa kwa kuwa yule kijana amepotea na humuoni, sasa utafanya nini wewe ili kukamilisha kile unachokihitaji na mimi nikuzawadie hiyo zawadi kubwa ambayo nimekuwekea, nimekuhifadhia kijana wangu? Mkuu, kwa kuwa mimi nikihitaji kitu sipendi kuwa na kikwazo, sipendi kuwa na mlolongo mwingi, na ninachokihitaji nikipate kwa wakati. Mkuu, mimi kwa amri yangu mkuu, nitamtoa dada yangu, nitamtoa kuwa kafara pale, ili tu nifanikiwe kile ninachokitaka nikipate, nifanikiwe kile ninachokitaka nikipate kwa wakati. Hata hivyo vyote nilivyovipoteza, basi mkuu, nivipate kwa wakati, kwa sababu sasa hivi ndio wakati mwafaka kabisa. Mkuu, naomba niende ili nikalikamilishe hili. Wewe haya, mbona tunashtuana tena jamani sasa hivi? Umekuja huku unanishtua, nashtuka mwili mzima. Haya, umetoka wapi huko? Alafu wewe utakuja uniue wewe. Utakuja uniue. Mimi sipendi habari hizo bwana. Mbona kama nahisi kuna uhai wa kiumbe mbaya